Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Tunaendelea kujuzana yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa, hususani zaidi katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ambapo nilikuripotia asubuhi kuhusu zile taarifa mbili ambazo Marekani kufanya mashambulizi katika mji wa Bandar Abbas, lakini pia Irani kujibu mashambulizi hayo mapema iwezekanavyo. Sasa baadaye jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC likatoa taarifa yake na kusema kwamba walifanikiwa kuilenga kambi ya kijeshi ya Marekani ambayo ilianzisha mashambulizi hayo. Na kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa na IRGC ni kwamba shambulizi la Marekani lililenga pembezoni mwa uwanja wa ndege wa Bandar Abbas ambalo lilihusisha makombora ya angani, lakini pia kwa kufanya hivyo basi wakashambulia kambi hiyo ambayo ilitumika moja kwa moja kuanzisha mashambulizi kwenda moja kwa moja huko nchini Irani. Sasa IRGC yenyewe haikusema kwamba kambi hiyo iko nchi gani, lakini baadaye Kuwait ikatoa taarifa kwamba ilikuwa ikikabiliana na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani mapema Alhamisi asubuhi. Sasa upande wa Marekani wenyewe walieleza kwamba walifanya mashambulizi ya kujilinda, na kupitia afisa mmoja wa Marekani akasema kwamba Marekani ilidungua ndege 4 zisizo na rubani za Irani na kushambulia kituo cha kudhibiti operesheni katika mji wa Bandar Abbas ambacho kilikuwa kikijiandaa kurusha droni ya 5. Hayo ni madai ya Marekani kwamba wao walikuwa wamedungua droni 4 kutoka kwenye kituo hicho ambacho kilikuwepo huko katika mji wa Bandar Abbas kusini mwa Iran, na wakashambulia kituo hicho ambacho kilijiandaa kurusha droni ya 5. Ni shutuma baina ya pande zote, baina ya upande wa Iran na upande wa Marekani. Upande mmoja unasema kwamba wanafanya mashambulizi ya kujilinda, yani upande wa Marekani, na upande wa Irani na wao wanajibu uchokozi wa Marekani. Sasa hivi ni kipindi ambacho Irani wanajadili yale mapendekezo ambayo yamewasilishwa na Marekani, ni kwa namna gani vita vinaweza kusitishwa, na viongozi wa Iran wakiongozwa na spika wa bunge Mohammad Bagher Ghalibaf, lakini waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, rais wa Iran Masoud Pezeshkian pamoja na maafisa wengine nchini Irani wanajadili. Sasa kwa hiki ambacho kinaendelea kinaashiria hatua mbaya zaidi kutokea hapo baadaye, kwa sababu huenda vita vikaraizi kwa kiasi kikubwa sana na ikawa ni hatari kwa wakati ujao. Kwa mujibu wa taarifa ambavyo zinaeleza, ni wazi kwamba mashambulizi ya Marekani yalitoka katika kambi ya kijeshi iliyoko pale nchini Kuwait ambayo yalitumwa kuelekea Bandar Abbas. Ndio maana Irani immediately kwa haraka wakashambulia kambi ya kijeshi pale nchini Kuwait, na taarifa zikaeleza kwamba kupitia idara za ulinzi nchini Kuwait kwamba walikuwa wakipambana na makombora pamoja na droni ambazo zilirushwa moja kwa moja kutokea nchini Irani. Na Esmail Bagei, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Irani, yeye amelaani vikali mashambulizi haya na kusema kwamba ni ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano, na aliongeza kuwa Irani itachukua hatua zote muhimu kulinda mamlaka na uhuru wake wa kitaifa. Huyo ni kiongozi wa Irani ambaye ni msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Irani, Esmail Bagei. Katika taarifa yake alieleza hivyo. Basi mtazamaji wetu, kwa sababu hali bado haijatulia huko Mashariki ya Kati na sisi tuko macho kukuletea ripoti zote kutoka huko katika kona Mashariki ya Kati, cha msingi tu ni kuombe, kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare, wakati ni huu, ni kuombe uweze kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.